Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Sehemu ya 7. Tunatafakari neno letu la msingi la Mithali sura ya 4 aya ya 23. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Namna Mungu alivyotuumba, aliweka hii chemchem iwe ndani yetu. Leo siku ya 7 tunaangalia madhara ya kutokulinda moyo. Madhara ya kutokulinda moyo. Je, kuna madhara, kuna hasara ikitokea mtu haulindi moyo wake? Matokeo yake ni nini? Tutajaribu kuyangalia, na tutaangalia eneo hili kwa kuangalia wana wa Israeli na ahadi ya Mungu. Wakati Mungu amekusudia kuwatoa kutoka nchi ya utumwa Misri, ilikuwa ni ahadi ya Mungu aliyomwahidia Abrahamu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12, sura ya 13, sura ya 15 na sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo. Utaona wazi kabisa Mungu akifanya agano na Ibrahimu na akimwambia uzao wako utakuwa ugenini nchi ya Misri kwa miaka 400. Na baada ya ile miaka 400 kutimia, ndipo Mungu akawatoa wana wa Israeli kule Misri. Tunakumbuka katika kuwatoa Misri alimtumia Musa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 3, kwenye kile kichaka kilichokuwa kinawaka bila kuteketea, the burning bush. Na Musa akasema, nitageuka ili nione maono haya maana yake nini, na ni nini maana ya kijiti hiki hakiteketei. Kwenye aya ya 4 kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 4, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katika kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Mstari wa 5, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana hapa uliposimama ni nchi takatifu. Kwa nini Mungu alimwambia Musa avue viatu vyake miguuni mwake? Ni nini maana ya kuvua viatu? Kuna vitu ambavyo Musa alikuwa navyo katika moyo wake, kwenye mawazo, kwenye fikra, lakini sana kwenye moyo wake. Akamwambia avivue, avitoe. Musa, vua viatu vyako miguuni mwako, usikaribie kwanza. Tunaangalia madhara ya kutokulinda moyo, kwa kuwa Musa ameingia kwenye kusudi na kwenye mpango wa Mungu. Tangu siku ya kwanza Mungu alimtahadharisha, umeingia kwenye mpango wangu, mawazo yako, moyo wako ni lazima uwe kwangu. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Kuna namna ambavyo Mungu alitaka Musa afuatane naye na amsikilize. Unfortunately, kulitokea shida, nitakuonyesha baadaye. Madhara ya kutokulinda moyo yalitokea kwa Musa na yakatokea kwa wana wa Israeli. Yalikuwa ni madhara makubwa kiasi kwamba ndani yake yalileta mauti, na mpaka leo yana madhara makubwa kwetu, hata kwa watu wa Mungu. Safari ikaanza. Mungu akamwambia kwenye mstari wa 6, mstari wa 7, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimeshuka ili niwaokoe Misri kwa sababu ya wasimamizi wao na kwa sababu ya maovu yao. Maana nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Misri, niwapandishe kutoka huko hata nchi ya Mkanaani. Upande wa Mungu alifanya sehemu yake, akawachia wana wa Israeli. Kati ya sababu kubwa zilizowafanya wasifike ni kuto kuilinda mioyo yao.
hasa wanapokutana na changamoto na shida mbalimbali. Hata Musa mwenyewe kiongozi wao hakuweza kufika, na ndicho kilichomua Musa. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 20 kuanzia aya ya 8, walifika Meriba, hapana maji. Wana wa Israeli wakamnung'unikia Mungu, Musa na Haruni, wakamwambia, kwa nini umetuleta hapa ili kuja kutuua? Mstari wa 8, Hesabu sura 20 aya 8, aya 7. Bwana akasema na Musa akinena, toa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji, nao utaotokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano wote na wanyama wao. Musa akatoa ile fimbo mbele ya Bwana kama alivyomwamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikilizeni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Mstari wa 11, Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama pia. Tukumbuke alichoambiwa Musa, aliambiwa auambie mwamba toa maji. Unfortunately akachukua fimbo akaupiga mara 2, kweli maji yalitoka. Matokeo yake ama madhara yapo mstari wa 12 na wa 13. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi na kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika nchi hii. Basi mstari wa 13, maji hayo ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli waliteta na Bwana, naye Bwana akajionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Ndicho kilichomuua Musa, basi akafa. Madhara ya kutokulinda moyo. Nini kilimwambia Musa akawatukane, akaanze kuwakashifu, enyi wenye shingo ngumu, je, tuwatokezee? Hakuambiwa hicho. Ilikuwaje akachukua ile fimbo akapiga mara 2, maji yalitoka, lakini yeye hakufika? Watu wengi tuna tatizo hilo. Kati ya madhara makubwa ni kufanya nje ya maagizo ya Mungu, na matokeo yake ni kifo. Anania na Safira walijaribu kuweka ujanja. Petro akamwambia Anania, hukuogopa kumwambia Roho Mtakatifu uongo? Ni njia mbovu ambazo haziendani. Matokeo yake wakafa. Musa aliambiwa auambie mwamba toa maji, akaupiga mara 2, matokeo yake wakafa. Wana wa Israeli walivyokutana na majitu waliogopa, wakarudi nyuma. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13 aya ya 30, aya 31, basi wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, maana wana nguvu kuliko sisi. Matokeo ama madhara ya kutokulinda moyo yalizalika mambo mengine yaliyowafanya waweke breki. Aya 32, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya nchi ile walioipeleleza, wakisema, nchi ile tuliyopita katikati yake na kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na huko tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno. Mstari wa 33, kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hawa Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona.
Madhara ni kutengeneza picha, imagination. Hawakufika kule, lakini waliambiwa kitu, wakatengeneza picha, imagination ambayo ilikuwa ni mbaya ndani yake. Wanasema tulijiona, walipata ile picha walioambiwa. Ndio madhara makubwa, na wakaweka breki. Sura ya 14 ukisoma ya kitabu cha Hesabu, wakasema na turudi ni Misri. Usiku watu wakalia, wakatoka machozi, wakamwambia Musa, ni kwa sababu hapakuwa na majeneza na makaburi Misri, mmetuleta hapa ili kutua. Wakasema, mstari wa 5, wakasema tuweke akida turudi Misri. Matokeo ama madhara ya kutokulinda moyo inatumaliza. Ikijengeka picha mbaya ndani yako, utarudi tu. Imeangusha wengi, ambaye hakuweza kuanguka. Sura ya 14 aya ya 24, kuna kitu Bwana anasema, lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote. Alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote. Nitamleta yeye katika nchi hii na kumwingiza, na uzao wake wataimiliki. Wana wa Israeli wakafia jangwani. Watu wawili kwenye lile kusanyiko ndio walioingia, walikuwa na aina ya roho na moyo wa kumwandama Mungu. Katikati ya matatizo unakuwaje? Katikati ya shida, katikati ya kupungukiwa, what's the condition of your heart? Unakuwa kwenye mazingira gani? Ya kurudi nyuma, ya kukata tamaa, unakuwaje? Wana wa Israeli kilichowaua ni mojawapo, mindset, fikra zao na ndani ya moyo wao. Caleb na Yoshua mwana wa Nuni walikunja uso wao na mioyo yao ikamwelekea Bwana, lakini mioyo ya Waisraeli iliyeyuka, wakarudi nyuma, wakafa. Musa hakufika. Kundi kubwa la wana wa Israeli pamoja na ni ahadi ya Mungu hawakufika. Sababu ni nini? Mioyo yao. Watu wengi wanakosa maamuzi, sio tu ya akili, lakini thabiti ya moyoni katika kufanya maamuzi. Picha ya ndani ikoje? Madhara makubwa ya kutokulinda moyo. Mwingine aliyekufa wa ajabu sana, ikamletea mauti mpaka akaacha kazi, ni Elia. Pamoja na kuwaua wale manabii wa Baali wote, kwenye sura ya 19 aya ya kwanza, ya pili na ya 3 imeeleza kitu cha ajabu. Inasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari za mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Mstari wa 2, ndipo Yezebeli akampelekea Elia ujumbe. Kuna ujumbe ulikuja ukaingia ndani yako. Yezebeli akampelekea Elia ujumbe. Niambie, watu wangapi wamekuletea ujumbe ukakumaliza? Walikwambia utakufa, na ulipoingia ndani yako ukaenda hospitali, daktari akasema ana kansa. Haiwezekani. Daktari ana muda gani? Miezi 3-4 ya kuishi, then atakufa. Mtu akafa kabla hiyo miezi. Sikiliza, na Yezebeli akampelekea Elia ujumbe kusema, miungu wafanyie vivyo na kuzidi, nisipo kufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama mmojawapo ya hao. Manake nitaondoa shingo yako, nitakufanya kama ulivyowaua wale. Yezebeli ni ujumbe alipeleka. Mstari wa 3, naye alipoona hayo akaondoka, akaenda kuhifadhi roho yake, akafika Barisheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Nini kilitokea?
naye alipoona hayo akaondoka. When he saw that, alionaje? Kwenye imagination aliona nakufa, aliona ninakamatwa. Ni madhara makubwa, imemaliza hata watu wa Mungu. Linda moyo wako kuliko yote unayoyalinda. Mtu mwingine wa ajabu kwenye maandiko ni Petro. Naomba tupasome kwenye Injili ya Mathayo sura ya 14 kuanzia aya ya 28. Imeelezwa kitu cha ajabu. Petro akajibu akasema, ikiwa Bwana ndiwe, niamuru nije juu yako. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji akimwendea Yesu. Mstari wa 30 ndio wa ajabu. Kumbuka, Petro amekuwa akitembea hatua kwa hatua, akafika hatua 3 ama 2 kabla ya kumfikia Yesu. Alichokifanya Petro, akageuza jicho lake kutoka kwenye attention ya Yesu. Inasemaje? Naomba nisome. Lakini alipouona upepo, aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akasema, Bwana niokoe. Mstari wa 31. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo moyoni mwake. Kuna picha unayoiona, imagination ndani yako. Madhara ya kutokulinda moyo, kutokulinda akili, fikra, moyo wako ndio hayo. Petro alizama mbele ya Yesu, alitembea juu ya maji yale, lakini pindi moyo wake aliporuhusu mashaka yaingie, akazama mbele ya Yesu. Na haya pia yanaelezwa kwenye Injili ya Marko sura ya 11 kuanzia aya ya 23. Amin nawaambia, yoyote auambiaye mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Hata kwenye eneo la kusali, kuomba, maombezi, kwenda kanisani, kwenda kwenye ibada, kwenda kwenye adhimisho la Ekaristi, kwenda kwenye ibada ya misa takatifu, kama ndani umeona shaka, ni ngumu. Yesu anasema wala asione shaka, manake kama unaona shaka ndani yako, hatawezekana. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana utafakari, uangalie kwenye moyo wako umebeba nini. Madhara ni makubwa, yanaathiri si tu kwenye kawaida, lakini hata kwenye maeneo ya kusali, maeneo ya maombi yanaathirika sana. Ni athari kubwa moyoni mwako katika kila kitu. Kwa sababu hiyo ni muhimu ukajifunza kwa marefu, kwa mapana, madhara yanayotokana ndiyo yaliyomharibu hata Ayubu. Mimi sioni shaka wala kutulia, lakini huja taabu. Tafakari sana na chukua hatua. Tumsifu Yesu Kristo.